Mtazamaji, sasa tutupie jicho ikiwa ni katika kaunti ya Nakuru, kata ndogo ya Naivasha, ambapo wanafunzi 7 wanaotuhumiwa kusababisha moto katika shule ya wasichana ya utumishi huko Gilgil sasa wamefikishwa mahakamani. Niruhusu tujiongee naye mwanahabari mwenza atujuze zaidi kuhusiana na kile kinachojiri. Je, washafikishwa? Je, ni yepi yanayoibuka na ni yepi ambayo yamewasilishwa kwako? Asante sana Mili ya Kisienya. Ni kwamba tuko hapa katika mahakama ya Naivasha, kaunti ya Nakuru, ambapo kesi ya 7 ambao waliweza kutajwa ama kunaswa katika kanda za CCTV katika shule ya utumishi Girls ambayo iliyoko katika eneo la Gilgil wameshawasilishwa hapa wakihusishwa na uchomaji wa bweni ambao ulisababisha maafa ama vifo vya wanafunzi 16. Hii ni tukio ambalo liliweza kutokea hapo tarehe 28 mwezi uliopita ama juma tu lililopita, lakini kwa sasa wanafunzi hao tayari wamewasilishwa hapa na maafisa ama wale majasusi kutoka idara ya jinai DCI wameshawasilishwa hapa, na nyuma yangu hapa kuna yale magari ya DCI. Bado wale watoto hawajaweza kuondolewa katika magari hayo ili kuwasilishwa katika mahakama, na hapa katika majengo ya mahakama tunao wale wazazi wao ambao tayari wameshafika wakiwa tayari pengine kuona ni vipi kesi hii ambayo inahusu watoto wao itakavyokuwa ikiendelezwa. Lakini kile tunatarajia hapa kitafanyika ni kwamba baada ya muda mfupi tu wazazi ambao kwa sasa wanazungumziwa na maafisa wa watoto kutoka ile idara ambayo inaitwa Child Protection Unit tayari wameshafika hapa, na kwa sasa tunatarajia kwamba watakuwa wakiingia katika mahakama, na baadaye pia wale wanafunzi watakuwa wakiwasilishwa mbele ya hakimu mkuu Ramadhan Abdikadir ambaye atakuwa akisikiza, ambaye atakuwa akishughulikia kesi yao. Na kile ambacho tunafahamu ni kwamba hawatakuwa wakishtakiwa siku ya leo. Kile kitakuwa kikifanyika pengine ni wale maafisa wa idara ya DCI kuomba siku kadhaa ili kukamilisha uchunguzi wao, na hii ni kutokana na kwamba ile mahakama ambayo ambayo inashughulikia swala hilo siku ya leo ni ile mahakama ya chini, na hili ni swala ambalo linahusu mahakama ya juu. Ni swala ambalo pia limekuwa na masuala mengi ambayo yanaibuka iwapo wale wanafunzi watakuwa wakiweza kushtakiwa kama watu wengine kutokana na ile kesi ambayo ni mauaji ya wanafunzi 6. Pia kuna ile kosa la uharibifu wa mali, na pia kuna makosa mengine ambayo